Ujambo na karibu mtazamaji wangu, karibu kwenye makala mengine, hii ikiwa ni Lixa Media. Na leo tunaendelea kufuatilia kwa undani kile ambacho sasa kinaitwa mgogoro mkubwa wa kisiasa katika Afrika Mashariki, mgogoro wa uchaguzi nchini Tanzania. Uchaguzi wa mwaka 2025 umepelekea maandamano, ghasia, shutuma nzito za ukiukaji mkubwa wa kibinadamu na hatua kubwa ya Umoja wa Ulaya ambayo imeitikisa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Leo nitaeleza kilichotokea siku ya uchaguzi, kwa nini maandamano yamekuwa makubwa, sababu ya EU kusimamisha misaada, kauli ya Samia Suluhu Hassan, athari kwa wananchi wa kawaida, na hatimaye Tanzania inaelekea wapi? Kaa karibu, hii ni taarifa nzito. Tuanze na msingi. Mnamo tarehe 29 Oktoba, Tanzania iliingia kwenye uchaguzi mkuu, lakini tofauti na ilivyozoeleka, uchaguzi huu ulianza ukiwa tayari na utata. Vyama vikuu vya upinzani, haswa Chadema na ACT Wazalendo, vililalamika mapema kwamba wagombea wao wamezuiwa, wengine hawakupitishwa na mazingira hayakuwa huru. Tume ya uchaguzi ikatangaza matokeo, Samia Suluhu Hassan akiwa mshindi kwa zaidi ya kura 98%. Kwa watu wengi, hususan vijana wa mijini, hilo halikuonekana kama matokeo ya kawaida. Kulikuwa na hisia kwamba huu ni uchaguzi uliokuwa na matokeo yalishakwisha julikana, na hapo ndipo moto ulipoanza. Katika kipindi cha uchaguzi na baada ya matokeo kutangazwa, maandamano makubwa yalizuka Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na miji mingineo. Mashuhuda walieleza kuona majengo ya serikali yakichomwa, vituo vya polisi kushambuliwa, polisi wakitumia mabomu ya machozi, baadhi ya video zikionyesha risasi za moto na intaneti kukatwa kwa saa kadhaa. Idadi ya waliofariki ni utata. Serikali inasema ni wachache sana, lakini makundi ya haki za kibinadamu yanadai idadi inaweza kuwa kubwa zaidi, takriban watu 2000. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Tanzania iliyojulikana kwa utulivu ilijikuta katika vurugu ambazo hawajazoea kabisa. Rais Samia Suluhu alipokula kiapo cha muhula wake wa pili, aliweka mambo wazi. Nikinukuu, Tanzania haiwezi kuendeshwa na maelekezo ya mataifa ya nje. Tunahitaji amani na utulivu. Hata hivyo, alikiri kwamba vurugu hizi zinaathiri hadhi ya Tanzania kimataifa. Kauli hii ilionekana kama jaribio la kutuliza ndani, huku akituma ujumbe kwa jumuiya za kimataifa kuwa Tanzania haitakubali kushinikizwa. Lakini pressure bado iko juu. Sasa hapo ndipo mambo yamegeuka kuwa makubwa zaidi. Umoja wa Ulaya hivi karibuni ulitangaza kusimamisha misaada ya zaidi ya euro milioni 150 kwa Tanzania. Huu ni msaada uliokuwa unaenda kwenye miradi ya afya, elimu, uchumi na maendeleo. Pia wametaka uchaguzi urudiwe, wakisema haukufuata misingi ya kidemokrasia. Pia wametaka uchunguzi huru kwa mauaji, watu waliopotea, matumizi ya risasi na wafuasi wa upinzani waliokamatwa. Hawakuishia hapo, wametaka wafungwa wote wa kisiasa waachiliwe huru. Serikali ya Tanzania kupitia ubalozi wake imekataa hatua za EU, ikisema ni ukiukaji wa mamlaka ya nchi. Lakini ukweli ni kwamba hatua hii imetikisa serikali na kuleta msukosuko wa kidiplomasia ambao haujawahi kuonekana kwa muda mrefu. Swali muhimu sasa ni, hizi hatua zinawaathiri vipi wananchi wa kawaida wa Tanzania? Kwanza, kupungua kwa misaada kutachelewesha miradi ya barabara, maji safi, afya na elimu. Pili, uchumi unaweza kuwa mgumu zaidi endapo nchi nyingine zitaunga mkono hatua za EU, kushuka kwa dhamani ya pesa, kupanda kwa bei na kupungua kwa uwekezaji. Tatu, utulivu wa kisiasa unaweza kuyumba zaidi kadri shinikizo linavyozidi. Na nne, mgawanyiko wa kijamii unaendelea kukua kati ya wanaomuunga mkono Samia Suluhu Hassan na wanaompinga. Tanzania inaelekea wapi? Kuna njia tatu kuu. Ya kwanza, serikali inaweza kukubali mazungumzo ya kisiasa, marekebisho ya uchaguzi, uhuru zaidi kwa siasa na kuachia baadhi ya wafungwa. Hii inaweza kutuliza hali. Njia ya pili, serikali inaweza kuendelea kushikilia msimamo wa sovereignty. Hakuna uchaguzi kurudiwa, hakuna uchunguzi, hakuna mabadiliko. Hii inaweza kuongeza vikwazo vya kimataifa. Njia ya tatu, shinikizo la ndani linaweza kuongezeka kutoka kwa wanasiasa, viongozi wa dini na makundi ya kijamii. Tanzania ina historia ya kufanya maamuzi ya busara, lakini safari hii pressure ni kubwa kuliko ilivyowahi kutokea. Nashukuru sana kwa kutazama. Hali bado inabadilika kila saa, na nitakuwa na kuwekea updates mpya kadri zinavyotoka. Niandikie maoni yako hapo chini. Unadhani Tanzania itachukua njia gani? EU ama Umoja wa Ulaya wameenda mbali sana au wametenda haki? Usisahau kusubscribe, kupiga like na kuwashirikisha wengine. Hii ni Lixa Media, ni Lixa Classic. Kwa heri.